Bila shaka utakuwa wewe ni muheri wa afya popote pale unapotusikiliza na kututizama, mpendelevu wa kituo bora cha matangazo cha Kwetu News 24. Karibu katika habari zetu za jioni ya leo, ikiwa ni tariki 2 Januari mwaka 2026. Karibu tena kujiunga nasi, bila shaka tukikukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa. Ikiwa ndo kwanza unakuja kujiunga nasi, usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube, lakini pia usisahau kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook. Lakini pia endapo kabisa utakwenda kujiunga nasi, usisahau kucomment, kulike, lakini pia na kushare kwa wengine ili waweze kunufaika na habari hizi sahihi kutoka kituo bora hichi cha matangazo cha Kwetu News 24. Habari hizi kwa siku ya leo zitaletwa na Espoir Mukubure. Miongoni mwa habari utakazosikiliza, tutakuletea habari sahihi kutoka milima mirefu ya tarafa la Fizi, tukitaja huko Minembwe na sehemu zingine ambazo tulikuwa tukizifuatilia kabisa kwa kina. Na kama unavyojua, Kivu News 24 ni kituo cha habari zinazothibitishwa. Katika habari hizi utapata habari za uhakika. Tutawaleteeni habari za kimataifa. Habari za kimataifa ambazo nasema kwamba Kinshasa imetaka kuanzisha ushirikiano na Abu Dhabi ili kurejesha udhibiti wa dhahabu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji wa Kwetu News 24, kama nilivyokujuza kwenye muktasari wetu wa habari, ni kwamba AFC M23 imeunda mbinu mpya ya kuweza kupigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mpango wa kuingia Uvira na kutokea Baraka na kuelekea Kalemi kufeli baada ya kushambuliwa na wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC na kuweza kufurushwa ndani ya mji wa Uvira, na hivyo kuweza kujikita tena katika maeneo walikotokea kabla ya kuingia Uvira. Miongoni mwa mbinu walizokuwa nazo ni pamoja na kuweza kuangalia jinsi gani ya kuwazubaisha wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC ili kuweza kuingia moja kwa moja ndani ya mji wa Uvira kwa mara tena na kuweza kuuteka mji wa Kalemi, ambako inasemekana kwamba wakifika kwenye mji wa Kalemi moja kwa moja watangaze nchi yao ambayo haijajulikana jina lake. Habari hizi tumezipokea kwenye kituo chetu bora cha matangazo baada ya kusemekana kwamba AFC M23 ilikuwa na kikao siku ya Jumamosi tariki 31 Januari mwaka 2026 ndani ya mji wa Goma baada ya kupokea kichapo kikubwa walichokipata kwenye nyanza za juu wakishirikiana na Twirwaneho, lakini pia baada ya kukagua kazi zao ambazo waliziendesha na harakati zao baada ya kushika na kufurushwa ndani ya mji wa Uvira. Huyu hapa mmoja kati ya mkaazi wa Goma aliyefuatilia habari hizi na kutuambia yafuatayo. Samedi ilikuwa le 31 ya mwezi wa kwanza. Kulikuwa renyomo yenye ilifanyika hapa Goma. Vike banaona kama abiko capable kutraverser Plaine de la Ruzizi yote bafike Uvira, bavuke baende Kigongo, Katongo, Kigongo, Makobola, balabala yote. Banapata difficulté ya mingi sana, balikufa sana, balipata magumu ya mingi. Mesue yabo biko banapenda mwezi wa pili isiishe na abayafika Kalemi. Sasa plani yae balivide basoda yabo yote balikuwa mu Bukavu na mu periferi ya Bukavu, ni kusema Kabare, Walungu, Ngweshe, kipande ya Mwenga, Katana, fasi yote. Bana kamata bale basoda, bana ba renforcer, bana batuma baende ba renforcer au plateau. Habata pita mbalabala amta baona au plateau. Amta baona mbalabala ya Uvira, amta baona tena banapita Kiliba. Amta baona banafika Uvira. Plan yabo ni bapite mo plateau. Wapi nyoko batengelie batapandia. Bebeko atokea Bukavu batapandia Kamanyola. Bengine banapandia Nyangezi, bengine banapita Kaziba, banenda renforcer au plateau ya Uvira Fizi. Bajikaze ba reprendre contrôle ya Minembwe. Point 0. Bakishafika point 0 banashuka, banaingia Mukela. Bengine bakishapita Mukela banaingia Kananda. Bengine bakishapita Kananda, bale balipita Mukela banda chomokea Fizi mu centre.
bakishakamata Fizi Centre banashuka banakamata Baraka. Naam, kama nilivyokujuza msikilizaji, utapata ukweli kuhusu maeneo ya Minembwe. Kumekuwa na habari nyingi sana zinazothibitishwa na zisizothibitishwa baada ya wazalendo pamoja na FARDC kuweza kuchukua maeneo kadhaa ndani ya vijiji tofauti tarafani Fizi kwenye nyanda za juu. Lakini pia ukiona tumekuwa kimya kidogo, ujue tunachunguza habari, kwa sababu hatutaki kukupotosha wala kukuletea habari ambazo bado kuthibitishwa. Baada ya kufanya uchunguzi wa kina, tumegundua kwamba habari ambazo zinazagaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba mji wa Minembwe umeshikiliwa na wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC, eneo la Minembwe bado halijatekwa nyara na jeshi la DR Congo na linabaki chini ya udhibiti wa waasi wa Twirwaneho na Red Tabara walioungana na M23, licha ya mapigano ya mara kwa mara katika vijiji kadhaa vya milima ya Fizi, Kivu Kusini mashariki mwa DRC. Eneo la Minembwe bado linaendelea kusalia mikononi mwa M23 AFC pamoja na makundi mengine ambayo tumeyataja hapo juu. Inasemekana kwamba baada ya M23 kufurushwa kwenye vijiji vya Pwezero, Rusanguku na huko maeneo ya Mikenge, walijikita kwenye kijiji cha Kalingi kwenye takriban kilomita 4 na Minembwe Center, sehemu ambayo siku ya Jumapili kuanzia saa 11 alfajiri FARDC iliweza kushambulia ngome ambazo walikuwa wamejipanga M23 pamoja na Twirwaneho na kuweza kuwafurusha maeneo ya Kalingi na kuelekea maeneo ya Bidegu ambayo inaelekea Minembwe Center. Kufikia sasa msikilizaji na mtizamaji wa Kwetu News 24, bado habari hazijakuwa sahihi kwamba mji wa Minembwe umeshikiliwa na jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo. Kufuatia mapigano ambayo yaliendelea huko, inasemekana kwamba baada ya kupoteza zaidi ya wanajeshi 87 na silaha nzito kadhaa wakati wa mapigano makali ya Januari 30 hadi siku ya Jumapili ya tariki mosi Januari, kamanda wa kundi la waasi Twirwaneho Charles Sematama amejikita nyuma kuelekea Lemera kupitia Bijombo, akiacha eneo hilo la Kalingi pamoja na Mikenge kwenye mikono ya FARDC kuelekea katikati ya kijiji cha Minembwe. Katika mkutano uliofanyika siku ya Jumapili ya wiki tulionayo, wazee wa Wanyamulenge waliwaomba watoto wao kuweka chini silaha na kuchukua njia ya amani, njia pekee ambayo inaweza kuokoa jamii yao kutoka kwenye majanga ya vita. Wakati haya yakijiri, jamii ya kabila la Wanyamulenge ambao wanaishi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameendelea kulaumu na kutuhumu pia serikali ya Tanzania na kuwashota kidole kwamba imewatuma wanajeshi wake wa taifa kwa kuweza kushambulia maeneo wanayoyakalia, jambo ambalo si kweli kabisa, wakitaka Tanzania iondoe wanajeshi wake mara moja. Naam, tuzungumzie habari za kitaifa msikilizaji na mtizamaji wa Kwetu News 24. Unaendelea kupata habari zetu ambazo zinachunguzwa kwa kina na kituo hichi bora cha matangazo cha Kwetu News 24. Jina langu ni Espoir Mukubure. Kama nilivyokujuza kwenye muktasari wa habari zetu, DRC, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inataka kuimarisha uhusiano wake na falme za Kiarabu. Kinshasa na Abu Dhabi zinajiandaa kusaini mikataba kadhaa mapema mwezi Februari mwaka 2026. Rais Felix Tshisekedi atazuru Abu Dhabi hivi karibuni zaidi ya ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi. Mikataba hii inakuja katika muktadha wa kikanda wenye mvutano unaokumbwa na mgogoro unaoendelea kati ya Kongo na Rwanda. Huko Kinshasa, mamlaka zinaishutumu Kigali kwa kuchochea mgogoro wa kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lengo la Rwanda, kulingana na serikali ya Kongo, ni kutumia ukosefu wa usalama kuchimba na kusafirisha bidhaa za madini kupitia ardhi ya Rwanda. Kigali imekuwa ikikanusha vikali madai haya licha ya kwamba Umoja wa Mataifa
pamoja na wakaadhi wote wa Kongo wamelishuhudia hili kutoka maeneo mbalimbali ambayo yamejaa dhahabu na madini mengine yenye thamani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hali hii, Kinshasa inaendeleza mkakati kuunda ushirikiano wa kiuchumi na nchi zinazochukuliwa kuwa sehemu za mwisho za madini ambazo kwa sasa kupitia Rwanda hili linaonekana wazi katika kazi inayoendelea na falme za Kiarabu. Wakati haya yakijiri, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajiandaa kusaini makubaliano ambayo wale walio karibu na Felix Tshisekedi wanayaelezea kama makubaliano makubwa. Hati hii yenye kurasa zaidi ya 100 inashughulikia sekta nyingi na haitaishia mkoani Kivu Kusini pekee. Kinshasa haianzii mwanzo. Jaribio la kwanza la ushirikiano tayari lilizunduliwa mwaka 2022 na mwaka 2023. Kulingana na takwimu rasmi, mpango huu uliwezesha usafirishaji wa tani 2 za dhahabu kutoka migodi ya madini huko Kivu Kusini hadi falme za Kiarabu katika miezi 6, ambapo miaka 2 iliyopita DRC ilikuwa imesafirisha rasmi kilo 32 za dhahabu ya madini. Lakini kasi hii ilikatizwa haswa kufuatia kusonga mbele kwa kundi la waasi wa AFC M23 haswa katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Msikilizaji na mtazamaji wetu wa Kwetu News 24, kufikia hapo mimi sina la ziada, lakini endelea kushikilia hapo hapo ili uweze kupata habari sahihi, habari zinazothibitishwa, habari zenye uchunguzi wa kina, zenye kuwa na ukweli ndani yake. Nikukumbushe kwamba hii ni Kwetu News 24. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kabisa kupata habari zetu pale tutakapoziweka angani. Lakini pia endelea kushare, kucomment na kulike ili wengine waendelee kupata habari hizi. Tukutane wakati mwingine. Kwa heri.